Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawasalimu kwa jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku ya leo ambaye ametupatia nafasi ya kuwa hapa na kulisema neno lake, kwa sababu si kwa nguvu zetu tumeamka, si kwa uwezo wetu, bali ni kwa nguvu zake. Ametuamsha, ametupatia afya na tumesimama kwa miguu yetu, si kwa uwezo wetu, lakini ni kwa nguvu zake tu. Kila wakati unapoamka, mwambie Mungu asante kwa sababu umeniamsha. Na mchana wa leo nautia mikononi mwako, na wakati wote unapomaliza shughuli za mchana, usiku, wakati wa kulala, usisahau kumwambia Bwana asante. Piga magoti yako, weka mikono juu, sema Bwana asante kwa sababu nimemaliza mchana huu leo, si kwa nguvu zangu, bali ni kwa neema yako tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema yake tu tunakuwa hai, ni kwa neema yake tu tunaishi, ni kwa neema yake tu tunapumua. Yeye ndio anakuwa yote, ndani ya yote na katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati kumbuka kumshukuru Mungu. Inampendeza wakati tunapomshukuru, tunapokumbuka matendo yake, tunapojua kwamba si sisi wenyewe bali ni yeye anayetuwezesha katika mambo yote, na utazidi kuwa na nguvu na kupata nguvu kila siku ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo tena kwa neno lake ambalo umetupatia, na tutaenda kulisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura yake ya 33 na mstari wake wa 12, mstari wake wa 12 na kuendelea. Mambo ya Nyakati sura ya pili, mstari wake Mambo ya Nyakati wa Pili sura yake ya 34 na mstari wake wa 12. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Neno la Mungu linasema hivi: hata alipokuwa katika taabu, alimsihi Bwana Mungu wake, akajinyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake, akamwomba, naye akamtakabali. Akayasikia maombi yake, akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme wake. Ndipo Manase akajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Amen. Tunamshukuru kwa neno lake. Baba, asante kwa neno lako hili. Tunakushukuru Bwana, umetupatia, maana ni chakula cha uzima wetu. Ulibariki neno lako ndani yetu Bwana, nipate nafasi na nisema tunda kupendeza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za mfalme mmoja wa Israeli, jina lake aliitwa Manase. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Manase aliingia kwa ufalme na akaanza kufanya machafuko mbele za Bwana. Biblia inasema kwamba akafanya machafuko, akatuma wana wa Israeli wanamkosea Mungu, hakukuwa anajali Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akafanya mabaya yenyewe anataka, yoyote aliyotaka akayafanya, hata kaweza kuweka sanamu katika hekalu la Mungu. Akafanya dhambi jinsi anavyotaka. Baadaye Mungu akamuonya, Mungu akatuma manabii wamuonye, hakusikia, akaendelea kufanya machafuko na dhambi. Binasema hata kama alimwanga na damu za wenye haki wa Mungu, lakini kwa sababu hakutaka kusikia, Biblia inasema kwamba Mungu akaleta watu maadui, wakatoka katika nchi nyingine, wakakuja wakamfunga Manase kwa pingu, kwa macheni, na wakampeleka katika nchi ya Babiloni. Bwana Yesu asifiwe. Manase alipofika huko katika nchi ya Babiloni, amefungwa, alikuwa mfalme, lakini mwenyewe kwa sababu ya kutokusikia sauti ya Mungu akajiweka katika shida, wakamfunga kama slave, mfungwa. Alikuwa mfalme akakuwa mfungwa,
na akaenda kutupwa huko Babeli. Huko Babeli alikuwa katika vifungo, na huko akamkumbuka Mungu, ingawa alikuwa anamkosea Mungu, lakini akamkumbuka. Biblia inasema kwamba akamuomba Mungu wa baba zake, akamkumbuka Mungu. Amen. Akajinyenyekeza mbele za Mungu, akamuomba, akamsihi Mungu. Mungu kwa sababu ni Mungu wa huruma akamsikia Manase. Na Biblia inasema kwamba huko kuna alikuwa anafungwa, wakamfungua, wakamrudisha tena katika kiti chake cha enzi huko Israeli, huko Yuda. Amen. Huko Yerusalemu. Biblia inasema kwamba wakati ambapo Manase alirudia katika Yerusalemu, katika kiti chake cha enzi, Manase akamkumbuka Mungu, akajua kwamba Mungu ndio Mungu. Amen. Akajua kwamba Mungu ndio Mungu, maana nitosha katika shida hii. Je, yeye ndio Mungu. Miungu ambayo nilikuwa naomba haikunisaidia, lakini Mungu wa mbinguni amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Manase akaanza kumtafuta Mungu katika Israeli, akawaambia watu wamtafute Mungu. Akaondoa miungu yenyewe alikuwa ameweka mahali pote, akaiondoa, akaitupa. Akamjengea Mungu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Akamjengea Mungu madhabahu na kumwabudu Mungu katika madhabahu hayo, kwa sababu aliona kwamba Mungu wa mbinguni tu ndiye Mungu, hakuna Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wakati wote, Mungu anapendaka sisi wanawake tumtafute, tumpendeze, ili kwamba tuone utukufu wake, kwa sababu neno inasema kwamba katika kumtafuta yeye kuna thawabu, na wakati wote tunaposhika maneno yake na kuyatii tutabarikiwa, tutabarikiwa, tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ahadi ya Mungu, tutabarikiwa tunaposhika maneno yake. Na kama tunaacha maneno yake, tujue kwamba tunajitia katika shida. Wakati wote tunapoacha Mungu, tunajua kwamba ni shida tunajiwekea, lakini tutamwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Manase huu alikataa kusikia sauti ya Mungu na akajiweka katika shida mwenyewe. Lakini kwa sababu Mungu ni wa rehema, Mungu akasema kwamba uniite na mimi nitakuitikia. Uniite katika shida nami nitakuitikia, nitakuokoa na utanitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapendaka wakati wote tumkimbilie. Amen. Tusikimbilie vya dunia, havina msaada. Wakati wote tunapomkimbilia Mungu, msaada unaonekana. Amen. Hata unaona kwamba shida ni ngumu, umejitia mwenyewe katika shida, mkimbilie Mungu, tumuite, atakuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu Baba wa huruma. Mungu akusemaga kwamba Manase alikuwa ameniacha na amekataa kusikia sauti yangu na amefanya machafuko na ameniruzikisha, nimaacha huko. Hapana, Mungu akasema, kagusa mioyo ya wale watu ambao walikuwa wamemfunga, wakamwachilia huru. Bwana asifiwe. Wakati wote Mungu anapendaka tujinyenyekeze. Hata kama umekosa, ndugu yangu, dada yangu, mrudilie Mungu, nyenyekea, tubu, na Mungu atakurejesha tena, na Mungu atakusaidia tena. Bwana Yesu asifiwe. Usikimbie mbali na Mungu. Mbali na Mungu hakuna msaada. Mbali na Mungu hakuna wa kusaidia. Mbali na Mungu ni mauti. Kimbia kwa Yesu. Mfuate Yesu. Amen. Na utaona matendo yake ya ajabu katika maisha yako. Kama hivyo umeona mpotevu, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba aliomba baba yake utajiri, akasema nipatie urithi wangu. Na wakati baba yake alipompatia urithi, inaandikiwa katika Agano Jipya, ilikuwa mfano ambaye Bwana Yesu ametupatia. Amesema baba yake akamwambia, baba, nataka urithi wangu. Baba yake akampatia urithi. Alikuwa na watoto wawili. Huyo mdogo akaomba urithi, akaenda, na wakati alienda nchi za mbali akaharibu urithi wake katika njia za dhambi. Akafanya nia ametaka yote akaifanya, na akakosa mbele za Mungu na mbele za baba yake. Biblia inasema kwamba alipokuwa kule katika taabu, akakosa chakula, mali imeisha, kila kitu kimeisha, urithi ambao wake mpatia maisha amemaliza katika dhambi, na akajikutana kwamba anakula na nguruwe. Anatafuta hata kula chakula ambayo nguruwe imeacha.
Unajua jinsi gani nguruwe inakuwa chafu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wakati aliona kwamba anataka kuangamia, akasema watumishi wa baba yangu wanakula zaidi ya kisi niko. Acha nirudi kwa baba yangu nimwombe msamaha. Nilimwambia nifanye kuwa kama mmoja wa watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo alirudi kwa baba yake, kabla hajafika nyumbani, hata baba yake alimuona kwa mbali, akaenda kumlaki, akamkaribisha, akasema, baba, sistahili kuitwa mwana wako kwa sababu nimekosea, nimeacha yale ambayo umeniambia, nimeharibu mali umenipa. Baba yake hakujali. Bwana asifiwe. Baba yake hakujali, akamleta nyumbani, akamwambia watumishi, muandae ndama, mwanangu aliyekuwa nimepotea amerudi. Bwana asifiwe. Akamvika pete, akamuosha hiyo uchafu yote. Amen. Kwa sababu yeye ni mwana, akarudi nyumbani. Ni mfano ambaye inatuonesha, Bwana Yesu amesema hivyo, kutuonesha Baba yetu wa mbinguni mfano wake. Amen. Ni Mungu wa huruma na ni Mungu wa upendo. Wakati wote mwanake anapompotea, Biblia inasema kwamba malaika wanafurahi, wanafanya shangwe mbinguni. Amen. Wakati wote unapomkimbilia Mungu, ujue kwamba Mungu anafurahi. Usibaki katika shida, usibaki katika mateso. Kimbilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ulikosa, mrudie Mungu. Mwambie, Baba nisamehe, niokoe. Amen. Atakuokoa. Kama unaishi katika dhambi, ndugu yangu, dada yangu, usibaki katika dhambi. Dhambi inaua, dhambi inaangamiza. Rudi, kuja kwa Baba. Amen. Mwambie, Bwana Yesu, narudi kwako, nisamehe. Yeye ni Mungu wa huruma na atakusamehe. Bwana asifiwe. Wakati wote unakuwa katika dhambi, usiitike kubaki katika dhambi. Maovu ndio anakufunga na kuletea aibu, anakuletea kuogopa kumrudilia Mungu, anakuletea vifungo, anakufunga. Kataa vifungo vyake kwa jina la Yesu. Mkurudilie Mungu, mkimbilie Mungu, mwambie Baba kusamehe. Amen. Na atakusamehe na utarejea na utafurahi tena. Manase akarejea katika ufalme wake, akajua kwamba Mungu ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kaanza kumtumikia Mungu, akaondoa vile masanamu vyote ambavyo havifai. Ondoa kila kitu kibaya maisha yako. Mkimbilie Mungu tu. Bwana asifiwe. Atakusafisha na atakuosha. Hata kukondama, hata kuhukumu wakati tunamrudie, bali atakusamehe na kukuosha na kusafisha. Bwana Yesu asifiwe. Manase akajua kwamba Mungu, Bwana ndiye Mungu. Akaanza kumtumikia Mungu na akamwambia Yuda yote na Yerusalemu wamtumikie Mungu. Amen. Wakasafisha Yerusalemu, wakatoa miungu migeni, miungu usiofaa, wakamwekea Mungu madhabahu, Mungu aliye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, na ndio anatawala. Ni Baba wa huruma. Si Mungu pekee, ni baba yako, ni baba yangu. Bwana asifiwe. Na wakati wote anapenda tumkaribie, anapenda tuishi maisha ndani yake ili tupate kuona wema wake. Ndani ya Mungu tu ndio mnakuwa baraka. Ndani ya Yesu tu ndio mnakuwa baraka. Bwana asifiwe. Mdunia hamna kitu. Wakati wote unapomwacha Mungu, jua kwamba unaacha uzima, unaacha maisha. Mkimbilie utapata uzima na utapata maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya Yesu utapata kila kitu. Amen. Tuzidi kumshukuru Mungu kwa neno lake hili. Kama uko mbali na Mungu, mwambie Mungu akusamehe, umrudilie. Na utarudilia maombi haya. Mwambie, Bwana Yesu, nakuja kwako, nakuomba unisamehe kwa makosa yote nimekosa. Unirehemu, nioshe damu yako na kuamini kwamba umekufa kwa ajili yangu na kufufuka katika wafu kwa ajili ya dhambi zangu, na kupatia maisha yangu uiongoze na uitawale milele kwa jina la Bwana Yesu, na kupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kumshukuru Mungu. Baba, asante kwa neno lako hili. Ulibariki kwa jina la Yesu. Katika mioyo yetu, mioyo ya watoto wako wamesikia. Ulibariki ndani yao na ndani yetu, tazama matunda inayokupendeza daima kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tamshukuru Mungu kwa mambo yote.
amefanya. Najua kwamba moyo wako utakuwa na amani, na kuombea upate amani ya Yesu. Unapomkaribia Yesu kuna amani. Ndani ya Yesu kuna furaha ya milele. Ndani ya Yesu kuna utulivu. Anapendaga tumwachie yote, tumpatie atawale maisha yetu. Unapompatia atawale maisha yako, maisha yako ni ya baraka, maisha yako ni ya furaha, maisha yako ni ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yote tunamshukuru Mungu. Tunasema asante kwa kufuata video hii, na kuomba usubscribe, like na ushare kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na tutaonana siku nyingine.